Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Karibu. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba amesema serikali katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 itaendelea kutoa kipaumbele kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo tayari mikataba yake imesainiwa na wakandarasi kupewa malipo ya awali na ili kuhakikisha kwamba miradi hiyo inaanza kutekelezwa. Amesema hayo katika siku ya pili ya ziara yake kikazi mkoani Iringa wakati akikagua mradi wa barabara ya Ipogolo Kilolo yenye kilomita 33 inayojengwa na serikali kwa ufadhili wa Benki ya Dunia kwa gharama ya shilingi bilioni 60.4. Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba amesema hatua hiyo ni muhimu kwa kuwa itasaidia kukamilishwa kwa miradi iliyoanza kutekelezwa sambamba na kufungua fursa ya kuanza utekelezaji wa miradi mingine ya kimkakati na vipaumbele katika maeneo mbalimbali nchini yenye lengo la kuboresha huduma za kijamii, kuchochea shughuli za maendeleo na kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa uchumi wa wananchi. Miradi ambayo ilikwisha kusainiwa mikataba lakini wakandarasi hawajapata malipo ya awali, wapewe malipo ili miradi ile iendelee. Na pia tumekubaliana kuna miradi ambayo wakandarasi walishapatikana lakini ilisimamishwa kusainiwa kwa sababu hata iliyosainiwa tulikuwa tujapeleka malipo ya awali, na yenyewe iweze kusainiwa na kazi ianze. Kaimu meneja wa TANROADS mkoa wa Iringa Mhandisi Hosea Machaka amesema mradi huo wa barabara ya Ipogoro Kilolo umekamilika na hapa anataja baadhi ya manufaa ya mradi huo. Mradi huu utakuwa na maslahi chanya kwa sababu imerahisisha usafiri kwa wananchi na itakuza uchumi kwa sababu sasa hivi bidhaa zitatoka mashambani kwa haraka na kufika makao makuu na kurahisisha ule muda wa usafiri. Uchumi wa Kilolo ni barabara, uongo kweli? Na barabara zetu nyingi hazipitiki wakati wa mvua. Kutoka wilayani Kilolo, naitwa Clement Sanga, Channel 10 Iringa. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Tabora limefanikiwa kuopoa mwili wa kijana mmoja Adam Abdi Idi miaka 19 mkazi wa kata ya Mwinyi manispaa ya Tabora baada ya kufa maji katika moja ya dimbwi la maji lililopo katika mtaa wa Mtakuja kata ya Malolo, ambapo zoezi la uokozi lilichukua muda wa siku 2 huku wakazi wa kata hiyo wakiomba serikali kuyaziba madimbwi hayo ili kuzuia ajali nyingine isitokee. Kutoka mkoani Tabora, mwanahabari wetu Adela Moses anaripoti. Kwa mujibu wa mashuhuda wa tukio hilo, marehemu pamoja na wenzake walifika katika dimbwi hilo kwa ajili ya kuogelea baada ya kumaliza kazi ya kukata mpunga waliotumwa na mwalimu wao wa madrasa, na walipokuwa wakiendelea kuogelea ghafla mwenzao alianza kuzama majini na juhudi za kumwokoa hazikufanikiwa. Alizungumza akasema kwamba anaweza kuogelea, ndo wakaingia. Basi na sisi mdogo hakuna mtu alikuwa anaweza kuogelea. Sasa ndo alipoingia akaenda kina kirefu naonekana, basi maji akamzidia pale, na ukicheki sisi alituacha nje hatuwezi kusogea pale. Kwanza tulikuwa tunaogopa kuingia. Afu pili yani ndo ile hali tulikuwa na bibi hofu ikazidi, hakuna mtu alisogea. Huyu ni kijana wetu. Ni mwanafunzi wetu wa madarasa. Kwa hivyo tumempoteza, alafu tutegemea hawe kiongozi baadaye wa kueneza dini hii ya Kiislamu. Kwa hivyo tumeshampoteza. Kwa upande wao, wakazi wa kata ya Malolo manispaa ya Tabora wameiomba serikali kuingilia kati kwa kuchukua hatua za haraka kuziba au kuyafukia mashimo hayo ambayo yamekuwa yakisababisha vifo vya mara kwa mara katika eneo hilo, wakieleza umuhimu wa kutolewa elimu kwa wananchi kuhusu hatari ya kusogelea mashimo ili kuzuia madhara zaidi. Kama kata wajumbe kama wa maeneo hayo ndio wanajua siri hapa ni kuchukua vibao na kuviweka kwamba kina hapa aidha usiogelee pana kina kirefu, itasaidia sana. Kama nikiwa kama diwani wakati ya Malolo, tutaendelea tu kuiomba serikali iendelee kutusaidia kwa sababu mashimo kata ya Malolo ni mengi sana. Ni mengi na mpaka sasa hivi kuna hatua ambazo serikali imeshaanza kuchukua, kuna mashimo yapo kwa mtaa. Kwa hiyo mashimo ni mengi kiukweli. Awali akizungumzia tukio hilo, afisa utawala kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, Kamishna Msaidizi Omar Simba, ambaye aliongoza zoezi la kutafuta na kuutoa mwili huo majini kwa muda wa siku 2, amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, huku akitoa wito kwa wazazi na jamii kuendelea kuchukua tahadhari dhidi ya mashimo ili kuepusha madhara zaidi. Tunawaasa sana wananchi wa eneo hili wawe na umakini kwenye matumizi ya hili
ili eneo. Sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tuna namba yetu ya dharura 114 ambayo unaweza ukapiga na ikapokelewa na tukaja kutoa msaada zaidi. Adela Moses, Channel 10. Watu 24 wameuawa na zaidi ya 50 kujeruhiwa baada ya mshambuliaji kujitoa muhanga kulipua gari lililojaa vilipuzi karibu na reli ya treni ya abiria iliyokuwa ikielekea katika mji wa Quetta kusini magharibi mwa Pakistan. Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amelaani vikali tukio hilo akisema limegharimu maisha ya watu wasio na hatia huku wengine wengi wakijeruhiwa na kusababisha serikali kutangaza hali ya dharura ya matibabu katika hospitali za eneo hilo huku uchunguzi ukiendelea. Kundi la Bachelor Liberation Army linalodai uhuru kutoka kwa serikali kuu ya Pakistan limedai kuhusika na shambulio hilo likisema limelenga treni iliyokuwa imewabeba maafisa wa usalama. Hii si mara ya kwanza kwa mji huu wa Quetta uliopo katika jimbo la Baluchistan kushambuliwa ama kukumbwa na mashambulizi kama haya yanayosababishwa na waasi wa muda mrefu. Taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Singida imefanikiwa kuokoa na kurejesha serikalini zaidi ya shilingi milioni 167 kupitia ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezwaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Mwanahabari wetu Rafuru Kinala anaripoti. Akizungumza na waandishi wa habari wakati akitoa taarifa yake ya kipindi cha Januari hadi Machi 2026, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Singida Sostenes Kibwengo amesema hayo ni mafanikio ya utekelezaji wa majukumu ya TAKUKURU mkoa wa Singida baada ya kufanya ufuatiliaji na uchunguzi wa matumizi ya fedha za serikali katika miradi mbalimbali ya maendeleo mkoani humo. Kati ya kiasi hicho shilingi 56,548,000 zimerejeshwa kupitia ufuatiliaji wa ukusanyaji wa mapato kwa njia za mashine za elektroniki za POS katika halmashauri za Manyoni na Iramba. Lakini pia akaeleza mikakati ya TAKUKURU katika kupambana na vitendo vya rushwa. Imejipanga kuendelea kuimarisha uzuiaji wa vitendo vya rushwa kwa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi ya maendeleo pamoja na kuendelea kutoa elimu kwa umma kwa kuwafikia na kushirikiana na makundi mbalimbali ya wadau ili kujenga usawa na tabia ya kuichukia rushwa. Nao baadhi ya wananchi wa Singida wakaipongeza TAKUKURU kwa juhudi zake za kuokoa fedha za serikali. Wananchi baada ya kusikia jambo hilo, tumeona wamefanya jambo la maana na kutuokolea fedha zetu ambazo zikitoka baada ya kufanya mradi ambao ulikuwa unakusudiwa, zinakatwa hela ambazo mradi unakuja kutengenezwa ambao uko chini ya kiwango. So, kwa swala kama hilo la TAKUKURU kuokoa hiyo hela ni wanafanya kazi yao fasaha. Kwa hiyo nawapongeza. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano ya awali kuhusu amani kati ya Marekani na Iran yako karibu kukamilika huku matumaini yakiongezeka ya kumalizika kwa vita vilivyodumu kwa miezi mitatu. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali rasmi ya makubaliano hiyo imeweka mpango wa hatua kwa hatua ya kusitisha mapigano kufuatia njia ya maji ya Hormuz na kulegeza vizuizi vya Marekani dhidi ya Iran na kutarajiwa kuwa na mazungumzo ndani ya siku 30 hadi 60 kuhusu mustakabali wa hazina ya urani iliyorutubishwa na Iran, suala ambalo limekuwa kiini cha mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akiwa ziarani India amesema huenda taarifa zaidi kuhusu makubaliano hayo yakatolewa ndani ya saa chache zijazo, huku Iran nayo ikiendelea kusisitiza haitafuti silaha za nyuklia na inataka kusitishwa kwa mashambulizi mapya, kuondolewa kwa vizuizi vya bandari na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Chuo cha mafunzo ya ufundi stadi na huduma VETA mkoani Pwani kimesema kiko katika hatua za mwisho kukamilisha utengenezaji wa simu ya mkononi iliyobuniwa kwa teknolojia ya ndani, huku kikieleza kuwa mradi huo unatarajiwa kusaidia kupunguza gharama za manunuzi ya simu nchini. Margaret Malisa na ripoti kutoka Pwani, Tanzania. Akizungumza katika mahafali ya 17 ya chuo cha ufundi stadi VETA Kongoe Kibaha mkoani Pwani, mkurugenzi wa VETA kanda ya Mashariki mhandisi John Mwanja pamoja na mambo mengine amesema chuo hicho kinaendelea na hatua za mwisho za kukamilisha simu ya mkononi iliyobuniwa na wataalamu wa VETA. Maana yake ni nini? Hatuwezi kusema sisi tunafundisha umeme mdogo wa electronics, sisi tunafundisha electrical installation. No. Mnapofundisha mnafanya nini? Tunafundisha tunatengeneza simu, tunafundisha tunatengeneza majokofu. Hii mbele yenu ni simu ambayo tumeitengeneza. Hii simu kwa
features ilizonazo, kwanza ni simu ya touch screen ambayo inatumia line moja, ambayo tumeiassemble kuanzia hardware assembly mpaka software. Gofu hili tumelitengeneza sisi wenyewe kwa material yanayopatikana hapa chuoni, ambapo ukimpa mkulima ana uwezo wa kukaa na maparachichi yake kwa mwezi hata miezi miwili bila ya kuoza. Mkuu wa chuo cha ufundi stadi VETA mkoani Pwani, Clara Kibodia, amesema pamoja na mafanikio yanayoendelea kupatikana chuoni hapo, bado wanakabiliwa na changamoto nyingine mbalimbali ikiwemo uhaba wa mabweni, samani pamoja na ubovu wa miundombinu ya barabara. Tunaposema hapa, tunaomba pia kama kuna asasi, kama kuna mtu mwingine yoyote ambaye anaweza kusema mimi nina gari ambalo silitumii, lakini anaweza kutupa sisi VETA kwa ajili ya mafunzo. Margaret Malisa, Channel 10. Serikali imetoa zaidi ya shilingi milioni 60 kwa ajili ya ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Mwaselela, ambapo wanafunzi wa shule hiyo wamekuwa wakitumia vyumba vya madarasa kama mabweni ya dharura kutokana na changamoto ya uhaba wa mabweni. Mwanahabari wetu Marcus Apolinali anaripoti kutoka jijini Mbeya. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya wavulana Mwaselela walikuwa wakilazimika kutumia madarasa kutokana na ukosefu wa mabweni, kilio ambacho kimepatiwa ufumbuzi na serikali pamoja na mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa Nele Mwaselela, ambaye aliahidi kutoa tofali 5,000 na baadaye kuanzisha ujenzi wa nyumba za walimu, huku mwenyekiti wa halmashauri ya Mbeya Aida Haule akaeleza mipango iliyopo kwa shule hiyo. Wito wangu ni kwamba leo tumekabidhi hayo tofali 5,000 na tumemsisitiza mwalimu kwamba Dr. Samia ametoa hapa milioni 60. 100%. Tuna changamoto kama ulivyoambia ya mabweni, lakini kama halmashauri tumeshaanza juhudi, tumeleta milioni 40 ambazo zimeshaendelea hapa na ujenzi. Ile daraja mlilovuka pale kuna mchango wake 600 pale, pamoja na kwamba limegharimu milioni 1,500,000. Wanafunzi wa shule hiyo licha ya kueleza changamoto walizokuwa wakikabiliana nazo, likiwemo swala la bweni na maji, ambayo yote kwa sasa tayari yamepatiwa ufumbuzi, wameishukuru serikali na kuahidi kuendelea kufanya vizuri katika masomo yao. Tulala madarasani, kuna kipindi hapa maji hayakuwepo, wameturekebishia tayari pia mabwalo hapa. Ameanza kujengea bweni letu hapo. Hivyo kwa niaba ya wanafunzi wenzangu natoa shukrani zangu za dhati kwa Mama Samia. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Marcus Apolinali, Channel 10. Halmashauri ya mji wa Babati inakabiliwa na uhitaji wa vyumba 64 vya madarasa katika kipindi cha mwaka wa fedha 2027-2028 kufuatia matarajio ya ongezeko la wanafunzi zaidi ya 60,347 huku ikiwa na uhaba wa nyumba za walimu zaidi ya 400. Mwanahabari wetu Elia Kimani na ripoti kutoka Babati mkoani Manyara. Hayo yamebainika wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za kitaaluma kwa walimu wa shule zilizofanya vizuri katika halmashauri ya mji wa Babati kwenye mitihani ya kidato cha pili, cha 4 na cha 6 katika mwaka wa 2025 na kupelekea mkoa wa Manyara kuwa kati ya mikoa iliyofanya vizuri katika mitihani ya kitaifa, ambapo mahitaji halisi ya vyumba vya madarasa katika halmashauri ya mji wa Babati ni 127, ikiwa madarasa yaliyopo kwa sasa ni 63 na mahitaji ni 64. Ifikapo 28 tutakuwa tuna kazi ya ziada kwa sababu ya ongezeko kubwa la wanafunzi. Lakini tumekuwa na uhitaji mara pengine kwenye shule zingine pia zimezidiwa. Kama ambavyo shule zingine za msingi zimezidiwa, alikadhalika upande wa shule zingine za sekondari pia zimezidiwa. Uwekezaji ambao unafanyika ili kupata matokeo umeleta matokeo. Elimu ile inayotakiwa kwa watoto wetu imefanyika kwa mwaka mzima 2025 na ndio maana leo tuko hapa tunasherehekea. Pamoja na uhitaji huo wa vyumba vya madarasa, halmashauri ya mji wa Babati pia ina upungufu wa nyumba za walimu zaidi ya 400. Tumejenga shule nyingi, tumejenga madarasa mengi, lakini nyumba za walimu zimesahaulika. Ninaomba sana kuta shule na walimu 40 na nyumba 2. Kuna changamoto ya uzalishaji wa mitihani ya utamirifu katika ngazi ya wilaya. Unahitaji vitendea kazi kama mashine za kuzalishia mitihani, yani riso, wino pamoja na karatasi. Kutoka halmashauri ya mji wa Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Urusi imefanya mashambulizi makubwa ya makombora ya drone dhidi ya mji mkuu wa Ukraine Kiev na kusababisha vifo vya watu 4 na wengine kujeruhiwa, ikiwa ni saa chache baada ya rais wa Urusi Vladimir Putin
kuonya kulipiza kisasi kufuatia mashambulizi ya Ukraine katika maeneo yaliyodhibitiwa na Urusi mashariki mwa nchi hiyo. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalihusisha zaidi ya drone 600 na makombora 90, ambapo ulinzi wa anga umedai kuzuia sehemu kubwa makombora hayo, huku Rais Volodymyr Zelensky amesema baadhi ya makombora yaliharibu nyumba, shule, soko pamoja na miundombinu ya mji wa Kyiv. Wakazi wengi walilazimika kujificha katika vituo vya nchi hiyo pamoja na chini ya ardhi, huku milipuko mikubwa ikisikika katika maeneo mbalimbali ya jiji hilo, huku ikiarifiwa kuwa mashambulizi hayo yanafuatia mashambulizi ya drone yaliyofanywa na Ukraine katika mji wa Stakobelsk uliodhibitiwa na Urusi, ambapo Moscow imesema watu 14 waliuawa. Waandishi wa habari mkoani Mara wametakiwa kuisaidia serikali kuandika habari zinazoibua matukio ukatili na unyanyasaji wa kijinsia pamoja na matumizi ya madawa ya kulevya ili kuisaidia jamii kuondokana na vitendo hivyo. Kutoka mkoani Mara, mwanahabari wetu Musa Makali anaripoti. Rai hii inatolewa na mkuu wa polisi wilaya Tarime Fatuma Mbwana kwa niaba ya kamanda wa polisi Tarime Loria wakati wa maadhimisho ya siku ya waandishi wa habari katika mkoa wa Mara iliyofanyika wilayani Tarime mkoani hapa. Mbwana amesema wakati nchi ikiimba amani, waandishi wa habari wanapaswa kuhakikisha wanasaidia kuandika habari za kuibua katika maeneo ya ukatili na madawa ya kulevya. Matukio haya ni mengi, nyewe wenyewe ni mashuhuda. Watu wanabakwa, wanalawitiwa watoto wetu, lakini muda mwingine pia wanabakwa na kuuawa. Nina imani nyie mna nguvu. Mkisimamia vizuri hiyo nguvu mlionayo, tunaweza tukafika sehemu tunayoihitaji. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Mara Mgeni Jacobo amesema waandishi wa habari mkoani Mara wanaungana Daktari Samia Suluhu Hassani kutengeneza tabasamu kwa jamii ya Kitanzania. Rais hivi karibuni alisema angependa kuona tabasamu kwa Watanzania. Sasa na sisi tungependa kuwa sehemu ya kuleta smile, tabasamu kwa wananchi wa Tanzania. Tunatekeleza miradi mingi, tunafanya mengi kwenye jamii. Bila waandishi wa habari, jamii haiwezi kufahamu. Kwa wewe ambaye kidogo una mtandao mkubwa, mshike mwenzio mkono, muonyeshe, wakati mwingine mrekebishe. Kwa niaba mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa wilaya Loria Daktari Alfani Aule, ujumbe akautoa kwa wanahabari hawa: kuhamasisha maendeleo kwa mtu mmoja mmoja badala ya kuleta taharuki, wasiwasi, machafuko, vita na kuhamasisha mambo yasiyopendeza katika jamii yetu. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania TARI imesema mbegu ya mahindi aina ya T105 ni mbegu ambayo imefanyiwa utafiti wa kina kwa kulenga mabadiliko ya tabia nchi na kwamba inaweza kustahimili na kustawi kwenye mazingira yoyote hapa nchini ikiwemo yanayopata mvua nyingi na yenye mvua chache. Rose Chepewa anaripoti. Mratibu wa ulishaji wa teknolojia wa taasisi hiyo Daktari Owekisha Kugizira akiwa katika shamba la mbegu la kituo cha Suluti ambacho kipo katika halmashauri ya wilaya Namtumbo mkoani Ruvuma, anasema katika utafiti kitu cha kwanza ni mbegu, kwa kuwa bila mbegu hakuna uzalishaji bora. Mbegu yetu hii hata iwe imekomaa kwa namna gani haiwezi kufunguka pale kwenye kichwa, kwa hiyo hata kama ni mvua ni nyingi haiwezi kuharibu ile pia. Lakini vile vile hata ikipandwa kwenye maeneo ya mvua chache, bado hii mbegu imeonyesha kustahimili ukame na kuweza kufanya vizuri. Mbegu yenyewe ina ubora, ni ngumu. Pia kwa wale ambao wanapenda kutafuna, mahindi ni matamu na kuchemsha pia ni mazuri pia. Nimezungumza na baadhi ya wakulima, wanasema wamefurahishwa na ujio wa mbegu hiyo ambayo wanadai wameipokea vizuri kutokana na tija ambayo wameipata kwenye uzalishaji ukilinganisha na mbegu nyingine za mahindi ambazo wamekuwa ukizitumia. Na hii mbegu naifahamu kwa sababu hii mbegu nishaifanyia kazi, nishaikulima zaidi ya msimu miwili. Na manufaa yake hii mbegu, jambo la kwanza, hii mbegu inastahimili magonjwa. Na jambo la pili, hii mbegu ni bora zaidi ya mbegu zote ambazo zimefika hapa. Kweli hii mbegu tunaipenda. Hii ni mbegu ya Kitanzania T105 ambayo mbegu hii inazalishwa na TARI. Na hapa nilipo ni katika shamba la mbegu ya mahindi la Suruti. Kutoka hapa katika shamba la mahindi, mimi ni Rose Chepewa.
Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dr. Dorothy Gwajima amezindua kampeni ya kitaifa ya maadili na malezi chanya kwa watoto yenye lengo la kuhamasisha jamii juu ya malezi bora ili kutengeneza kizazi chenye maadili mema na uzalendo kwa taifa. Kutoka Handeni, Tanga, Tanzania, Ernest Mbezi anaripoti. Akizindua kampeni hiyo kwenye kijiji cha Mkata Mashariki kilichopo wilayani Handeni mkoani Tanga, Dr. Gwajima amesema kampeni hiyo itatekelezwa kwenye mikoa yote hapa nchini hadi ifikapo Juni 30 mwaka huu, huku kampeni hiyo ikiongozwa na kauli mbiu semayo mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara. Kauli mbiu hii inasisitiza umuhimu wa malezi bora kuanzia kipindi cha ujauzito hadi mtoto anapofikisha umri wa miaka 18. Aidha, inalenga kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhusu umuhimu wa malezi chanya katika maendeleo na ustawi wa mtoto, familia na taifa kwa ujumla, kwa lengo la kujenga kizazi chenye maadili mema, uzalendo na uwajibikaji. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Handeni Salum Nyamwese ameeleza hatua ambazo wameendelea kuzichukua kama sehemu ya kuunga mkono kampeni hiyo, huku taasisi na mashirika mbalimbali wakieleza mchango wao katika kusimamia malezi na ustawi wa watoto mkoani Tanga. Sisi wilaya ya Handeni na mkoa wa Tanga kwa ujumla tunaendelea kuchukua hatua mbalimbali katika kuhakikisha watoto wanapata huduma bora za elimu, afya, lishe na ulinzi dhidi ya vitendo vya ukatili. Hata hivyo, bado tunatambua tunayo changamoto kubwa, kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kukabiliana na changamoto zinazotuathiri maendeleo ya watoto wetu. Sisi tunaamini nguvu ya pamoja kwa kushirikisha wanajamii. Kwa upande wa wilaya ya Handeni tumewafikia vijana katika shule 15 kwa kuwapa elimu ya kujitambua, kupunguza ukatili, kupunguza utoro mashuleni, na pia tumeweza kuwawezesha wamama vijana 320 kwa kuwapa elimu ya ukatili wa kijinsia. Kampeni tumeenda kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa kujenga matundu ya vyoo 80 katika mkoa wa Tanga katika halmashauri 4. Mimi ni Ernest Mbezi, Channel 10. Kanisa la PAGT wilayani Geita mkoani Geita limewataka vijana kutumia mitandao ya kijamii kama fursa ya kujikwamua kiuchumi na kuongeza ujuzi wa kiroho badala yake na sio kutumia katika mambo yasiyofaa. Kutoka Geita, Mrisho Sadik anaripoti. Kauli hiyo imetolewa na mwangalizi wa kanisa la PAGT wilaya Geita, mchungaji Rafael Michael, kwenye ibada maalum ya maadhimisho ya kuzaliwa kwa kanisa hilo. Simu zimekuwa ni chanzo sana cha maovu. Badala ya simu kama itumike kwa ajili ya kubuni, kutafuta fursa za kazi, kutafuta fursa za ujuzi wa aina mbalimbali kutuingizia uchumi, lakini vijana wengi sana wamekuwa wakitumia simu ndivyo sivyo. Kwa hiyo mimi ninakemea sana vitu vya jinsi kama hiyo, na ninaomba sana serikali iweze, ombi langu, iweze kama kuna uwezekano kuidhibiti mitandao ya kijamii. Vijana wanashindwa kutumia simu vizuri kama inavyotakiwa. Kwa hiyo wanaenda kwenye mambo yao, watu namkuta tu anachati, badala ya kuangalia simu anaangalia mafundisho, atajifunza neno la Mungu kupitia simu. Waumini wa kanisa hilo hususan vijana wamekiri kuwa matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii yamechangia vijana wengi kushindwa kutumia fursa mbalimbali za maendeleo na kiroho. Matumizi ya simu, hasa smartphones, yamekuwa yakiwaweka vijana mbali na ukuu wa Mwenyezi Mungu. Na hii ni kutokana na mambo mengi ambayo vijana tunaweza kuyapata kwa kutumia smartphone. Simu hiyo inaweza kukusaidia kujifunzia neno la Mungu. Simu hiyo pia inaweza kukusaidia kukuza uchumi wako kama kijana. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki. Naam, taarifa ya Mrisho Sadiki na tupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tukirejea hapa ni michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.